Hizi ni ripoti za Chivihi Media kutoka katika halmashauri ya mji Newala mkoani Mtwara, ambapo baraza la madiwani katika halmashauri hii limeketi kwa niaba ya kuwasilisha na kujadili hoja mbalimbali. Lakini miongoni mwa hoja ambayo imeshika moto katika baraza hili kuhusu sakata la maji, madiwani wamehoji juu ya kukamilika kwa miradi ya maji ambayo inawahudumia wananchi katika halmashauri hii. Lini watakamilisha ule mradi wa maji ambao waliuanzisha tangu mwezi wa 12 kutoka pale Mnui kuelekea Makonga. Walituletea pale rola za mabomba, lakini pia walichimba mtaro kwa kipande fulani ambapo sasa hawajafukia yale mabomba, mtaro umejifukia. Tumetumia hizo fedha. Sasa naomba nijue ni lini ule mradi wataukamilisha. Pamoja na uhaba wa maji uliopo, wenzetu wanapata maji maeneo tofauti, lakini kata Ruchingu imekuwa ni kata ya kipekee ambayo changamoto ya maji imekuwa ni kubwa sana. Mimi ni muombe Injinia Bwire, tenki ile pale limekuwa ni uwezo wake mdogo sana wa kuweza kutuhudumia sisi wananchi wa Ruchingu na Nangwala baadhi ya maeneo. Ushauri ni mshauri, kuna eneo pale St. Mary, eneo liko safi kabisa, kama bajeti zake zinaruhusu aone namna kutuwekea tenki la maji ambayo itakuja kutuhudumia kata ya Ruchingu na tulindane kuelekea kule Mivisabu. Mradi wa maji huu tunaozungumza huko nyuma umekuwa ukifikiwa na fedha mabilioni tu, yanaandikwa 20 ngapi tunaambiwa, lakini kwa tunavyofahamu sisi na kupitia maelezo yao, wanazungumza swala la kwamba huu mradi mkubwa ukiwa unajiandaa kufanya kazi, kutanguliwe pia na utandazaji wa mabomba ambayo baada ya mradi bomba kubwa likishatandikwa, basi maji yaende yakatandawae kwenye mabomba yale mengine ili tuweze kunufaika na hicho kitu. Nataka nijilizishe mwenyekiti kwamba kupitia zile fedha ambazo zilikuwa tunaonyeshwa figa, ni kwa asilimia ngapi zimetumika kuhakikisha mabomba yametandawaa tayari, ili kwamba tunapozungumzia mradi huu mkubwa kwamba unakwenda tayari kupata maeneo ya watu kwenda kunufaika huko mbeleni. Kwa upande wake, mkurugenzi wa mamlaka ya maji Makonde ameeleza kuwa tayari wameanza kutekeleza mradi wenye thamani ya shilingi bilioni 84 ambao unatarajiwa kuhudumia wakazi zaidi ya 115,000 katika halmashauri hiyo. Mamlaka ya maji Makonde kupitia Wizara ya Maji tunatekeleza mradi mkubwa ambao una thamani ya bilioni 84 milioni 715 na shilingi 44. Na mkandarasi anayetekeleza mradi ni mkandarasi wa Kichina anaitwa China Civil Engineering Construction Corporation, na mtaalamu mshauri ni Muhindi anaitwa Wapcos Company Limited. Of course mradi umefikia hatua nzuri, mpaka sasa upo kwenye 40%. Tunajenga mradi ambao tunanufaisha halmashauri 4, halmashauri ya wilaya ya Newala, halmashauri ya mji Newala, halmashauri ya Tandaimba na halmashauri ya mji Nanyamba. Na mradi huu utakapokamilika tunategemea kwamba utanufaisha wakazi wapatao 600,000. Na mradi mpaka sasa mkandarasi amelipwa bilioni 18 na milioni 595, na mkandarasi yupo site anaendelea na kazi. Tunataraji kwamba kwa eneo ambalo ni la mji wa Newala ambalo lenyewe linatazamia kunufaika kwa wakazi ambao ni 115,000 watatumia tu maji lita milioni 4, na Newala tumewajengea lita milioni 6. Kwa hivyo tuna bakaa ya maji milioni 2 ambayo tunategemea kwamba yatakuwa ni ya watu watakaozaliwa kwa muda wa miaka 20 ijayo, lakini pia na wageni ambao watakuwa wanaingia Newala kuingia na kutoka. Mradi huu unaendelea, lakini pamoja na huu mradi kuna miradi mingine midogo ambayo inaendelea. Ukizingatia kwamba mradi huu wenyewe unajumuisha matenki makubwa na mabomba makubwa kutoka chanzo mpaka kwenye matenki, lakini kwenye matenki kuingia kwa walaji kuna miradi mingine ambayo yenyewe inatekelezwa na mkandarasi ambaye ni wa ndani anaitwa STC, na pia inaendelea vizuri, ulazaji wa mabomba unaendelea. Tukiwa na lengo ya kwamba mradi huu utakapokuwa unakamilika, mradi mkubwa, hata wananchi ambao pia watakuwa wanaishi katika maeneo yao wawe na urahisi wa kuvuta maji, ambapo wananchi hataweza kuvuta maji sio chini ya mita 50 kutoka kwenye bomba la maji. Watia wananchi moyo ya kwamba tulikotoka ni mbali, tunakokwenda ni karibu, kwa sababu kama mkandarasi yupo site na mkandarasi ni wa kigeni, lakini pia serikali imesaini mikataba hii katika miji 28 kwa maana ya maeneo tofauti hapa nchini. Tunatia wananchi moyo ya kwamba wao vumilivu na mradi unakamilika, kwa sababu mkandarasi ameshapewa fedha na mpaka sasa amelipwa bilioni 18 kama nilivyosema awali. Na hivyo wananchi tuwatie moyo ya kwamba tunapokwenda ni karibu, na mkandarasi anakamilisha mradi na watapata huduma ya maji masaa 24 kama ambavyo miji mingine mikubwa wanapopata maji katika maeneo yao wanayoishi.
Katika hatua nyingine, mkuu wa wilaya ya Newala amewataka watendaji kuhakikisha wanasimamia wananchi kufunika visima vya maji, kwani kumekuwa na matukio ya vifo vya watu wanavyo na kuangukia katika visima hivyo. Wananchi wetu wengi wanaendelea kufa kutokana na madhara yanayotokana na kutofunika visima vya maji. Bahati mbaya sana, ingekuwa ambaye hakufunika kisima yeye mwenyewe au mtoto wake anapata madhara hayo, lakini unakuta hakufunika mtu A, lakini anapita mtu B ndio anayepata madhara. Imefika mahala nimeulizwa swali gumu sana. Naulizwa hivi, Mheshimiwa DC, hivi mpaka wafe watu wangapi ndio tuone mnachukua hatua ya kuliondoa tatizo? Maisha ya mtu yana thamani kubwa. Haifai tuendelee kukubali kuona wananchi wanapoteza maisha na sisi tupo. Uwepo wetu utapoteza maana pale ambapo wananchi wetu wanapata madhara haya makubwa na sisi tungali tunaangalia. Narejea sana kuwasihi watendaji wetu na hasa watendaji wa vijiji na kata. Tulishakubaliana toka kipindi kilichopita. Tulivuta muda kidogo ili tuingie kwenye mauzo ya korosho. Korosho tumeuza, watu kufunika visima walikuwa na uwezo. Maana ukiangalia kiasi cha fedha tulizouza korosho ni kikubwa sana. Kilifanya mpaka mwenyekiti wetu wa halmashauri akabadili mwendo. Mambo yalikuwa mazuri kabisa. Sasa niwaombe watendaji wetu mtusaidie kuwasihi wananchi kufunika visima vyao. Watusaidie katika kuwataka watu hao pia wafunike visima vyao kwa ajili ya ustawi wa maisha yao na watoto wetu. Hatuwezi kukubali kuendelea kuona maisha ya watu yanapotea, na sisi tuko hapa. Tuko kwa ajili ya kuwalinda watu hao. Leo tulikuwa katika baraza la madiwani tukijadili hoja mbalimbali, hasa tukiangalia kazi ambazo halmashauri imefanya katika miezi mitatu na taasisi zikiwemo maji, TANESCO, TARURA, TFS na zingine. Tunashukuru kikao kimeenda vizuri, tumezungumza, tumefanya maamuzi, lakini yako mambo mawili matatu ambayo ningependa kuyatolea mkazo, ambayo pia baraza liliapa mkazo. Jambo la kwanza linahusiana na masuala mazima ya kilimo. Mimi ni mkulima na ni vizuri nikazungumzia masuala ya kilimo. Kipindi hiki ni kipindi ambacho serikali yetu inatoa pembejeo kwa wakulima. Ni wasihi na kuwashauri wakulima wenzangu, moja, tuzipokee pembejeo hizo, lakini kubwa zaidi twende tukazitumie kwa yale yaliyokusudiwa na utoaji wa zile pembejeo. Ni wasihi sana wanaosimamia ugawaji kutoruhusu wahuni kupenyeza kwenda kuchukua pembejeo ikiwa inafahamika hao hawana mashamba. Na wale wanaojua taarifa za wale wasio na mashamba, na waomba tu wakulima wenzangu waende wakatoe taarifa kwamba fulani si mkulima, ili pembejeo ambayo angepewa basi irudi kwenda kufanya kazi kwenye maeneo ya watu wengine ambao wana changamoto. Lakini pia halmashauri imekuwa ikisisitiza kila wakati namna inavyoweza kwenda kusapoti miradi mbalimbali inayotekelezwa kule vijijini kwa nguvu za wananchi kupitia mapato ya ndani ambayo pia ni sehemu ya mapato yao. Jambo hili tumelipa mkazo. Pale mapato yanaposimama vizuri, tunahakiki tunakwenda kuwasaidia wananchi wenzetu walioko kwenye maeneo mbalimbali kuhakiki miradi yao inatekelezwa, lakini sehemu ya kuwatia moyo kwamba wanapofanya jambo, sisi kama halmashauri tumekuwa tukitambua wanafanya nini na tunatakiwa kuwasaidia katika jambo gani. Nikiripoti kutoka katika halmashauri ya mji Newala mkoani Mtwara, mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Asante na kwaheri.